Ya Salam TV. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikisha kwa wakati huu kuwa ni miongoni mwa watu tuliopewa fursa ya kumzungumzia huyu mwanachuoni. Kwanza mimi mwenyewe binafsi naitwa Abdul Halim bin Sheikh Muhammad Abi Bakr al-Burhani, ambaye kwa sasa ni mmoja katika watoto wake. Siwezi kusema kwa sasa, lakini naweza kusema ni mmoja kati ya watoto wake aliyewazaa. Lakini pia kwa kulijibu swali lako kujua Sheikh Muhammad Abi Bakr al-Burhani ni nani, Sheikh Muhammad Abi Bakr al-Burhani yeye ni Muhammad Abi Bakri al-Burhani. Amezaliwa hapa Tanga. Amezaliwa wilaya ya Mkinga, kijiji kinachoitwa Doda, kilomita takriban 18 hivi kutoka Tanga mjini. Amekulia pale mpaka alipofikisha miaka 13-14, akachukuliwa na mjomba yake, ndugu kaka wa mama yake, akaletwa hapa Tanga mjini, na alichukuliwa kwa sababu ya kusoma. Tarikhi zinatuambia kwamba alipelekwa kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub baada ya kutoka kwa mwalimu wake wa kwanza ambaye ni baba yake mzazi, alimfundisha kuanzia alifu na kuendelea kidogo, na baada ya hapo akaenda kusoma kwa mwalimu wake wa pili ambaye sisi tulikuwa tukimuita Mzee Nabahani. Wakati tupo wadogo kimuona kama babu, lakini ni mwalimu wa pili wa Sheikh Muhammad Abi Bakr al-Burhani, ambaye mwalimu huyo amemsomesha marehemu Qur'ani na amemsomesha Barzanje. Na baada ya kuona anahitajika sasa kuendelezwa kusoma zaidi, mjomba wake ambaye alimchukua kutoka kwa kijijini akampeleka kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, lakini walishauriana na shemeji yake ambaye ni baba mzazi wa Sheikh Muhammad ambaye ni Mzee Abu Bakr Burhani. Kwa hiyo Mzee Abu Bakr Burhani pamoja na shemeji yake walimchukua mzee wakampeleka kwa Sheikh Muhammad bin Ayub. Na tunaambiwa tarehe zinatuambia kwamba huo mwaka ulikuwa ni mwaka 53, mwaka 1953, wakati yeye kipindi hicho ana miaka kama sikosei takriban 13-14, karibu na baleghe. Akakabidhiwa pale. Bahati nzuri Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubo alimpokea na alikabidhiwa rasmi kama mwanawe, na aliambiwa kabisa, sisi tukukabidhi huyu ni wako hayyan wa mayitan, akiwa amekuwa hai, akiwa amekufa. Tarehe zinatuambia alianza pale kusomeshwa na Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, na baada ya muda mfupi akatawazwa kuwa mwalimu. Na yeye mwenyewe aliwahi kuniambia siku moja, akanambia, mimi nilianza kuwa mwalimu kabla ya kuwa mwanafunzi.
nilianza kuwa mwalimu kabla ya kuwa mwanafunzi. Nikamuuliza, ulianza kuwa mwalimu vipi kabla ya kuwa mwanafunzi? Akanambia, nilipofika kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu alinisikiliza Qur'ani. Aliponisikiza Qur'ani tu, alipoisikia Qur'ani yangu akaniambia, sasa hawa watakuwa wanafunzi wako. Hajaanza kusoma chochote kwa Sheikh Muhammad Ayubu, alipewa walimu kwanza wa kuwafundisha watu Qur'ani. Akawa ni mwalimu pale wa Qur'ani. Kwa hiyo baada ya kuendelea kusoma, bahati nzuri pia nyingine ambayo aliwahi kunisimulia mwenyewe, yeye ndiye naibul mudiri wa kwanza pale Shamsia. Ndio naibul mudiri wa kwanza pale Shamsia, yani ni mtendaji mkuu baada ya almarhum Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Miaka hiyo iliendelea, lakini baadaye akawa amepewa usimamizi wa mambo mengi sana pale ya kitaaluma, kwa maana ya ufundishaji wa ala, vyombo hivi vya kupiga nai, madhurufu zile. Alipewa ufundishaji wa samaa na vitu vingi. Alikuwa ni mwalimu wa mambo mengi ya kitaaluma pale, na yeye alikuwa ni mtunzi wa mashairi haya mbalimbali. Na baadaye tarehe zinatuambia ilikuwa ni mwaka, mbuki vizuri sababu sikujiandaa na hii interview, lakini ilikuwa ni mwaka takriban ni 80 na kitu hivi. Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub alimpeleka Lamu kwa mabwana wakubwa kwa ajili ya kwenda kuongeza elimu yake, lakini pia kwenda kupata baraka za kule. Na tarehe pia hivyo hivyo zinatuambia kwamba kule Lamu alikaa muda mfupi sana, takriban miezi haifiki sita. Yeye mwenyewe aliwahi kuniambia kwamba Lamu alikwenda, alipata ilmu ya miqati, alipata kule Lamu. Lakini pia Lamu alikwenda kupata ilmu ya jiografia. Lamu alikwenda kupata ilmu ya mantiki na ilmu nyingine takriban nyingi, lakini ni kwa muda mfupi mno. Mpaka siku moja, wakati mimi nilikuwa napenda kumchokoza sana, na ni kwa sababu tu ni wanawe wa mwisho. Walikuwa tukimuona baba, lakini pia tukimuona babu. Mpaka ilikuwa kuna majina fulani ametupa, mimi na ndugu yangu anaitwa Ahmad. Kuna majina anatuita ya kudhihirisha kwamba ni baba babu. Sasa nilikuwa napenda kumchokoza, kumwambia una upeo sana, mimi nakuona una upeo. Namwambia hivyo, napenda kuwa kama wewe. Huwa anacheka akamwambia hivyo, asema wewe huwezi kuwa kama mimi bwana. Mimi namwambia mimi naweza kuwa kama wewe, kwa sababu mimi naweza kufanya ulivyofanya wewe, alafu nikafanya na vingine vya ziada. Mmoja anambia, ukiweza kufanya kama mimi lazima ufanye vitu vitatu. Ukitaka kuweza kufanya kama mimi lazima uweze kufanya vitu vitatu. Cha kwanza, uwe mvumilivu.
yeye mwenyewe aliuzungumzia uvumilivu ambao watu wengi sana wanamsifu kwa uvumilivu. Ijapo sisi kwa umri wetu tuloanza kumtambua mpaka kumalizana naye, pia tunatosha kuwa ni mashuhuda wa uvumilivu wake. Hii ni sehemu nyingine ya kuweza kumuelezea Sheikh Muhammad Abibakar al-Burhan. Sasa katika kumjaribu na akanambia niweze kufanya vitu vitatu ili kuweza kumfikia ama kumpita. Cha kwanza ni uvumilivu. Lakini uvumilivu umejikusanya kwenye subra na kuvumilia kwenyewe, ambao ni yote ni subra tu. Lakini cha pili alichonambia ili niweze kufanya kama yeye, kwanza niamue. Na hichi kitu alishawahi yeye mwenyewe pia kuniambia kwa siku nyingine za mbeleni. Alikuja kuniambia wewe ukiamua waweza sana. Na hilo ni kwa sababu ya tazungumza, kwa sababu unaona mambo ni mengi sana kwa kichwani mwangu yanaendelea kuja. Siku moja aliniambia njoo usome kwangu. Kuna vitu sitaki usome kwa mtu yoyote ila kwangu. Na hili nakumbuka na kaka yangu aitwa Sheikh Musa Kunema. Hili alinisisitizia sana baada ya kumhadithia hii story kwamba mzee ameniita ameniambia kuna masomo nisome kwake tu, usome kwa mtu mwingine yote. Akanambia ili upate faida muulize kwa nini. Basi kabla tujaandaa ile darasa nitarudi huko kwenye yale mambo matatu. Unikumbushe, lakini kabla hatujaandaa ile darasa nikarudi tena kumuuliza, kwa sababu mimi ukuaji wangu nilikuwa mtoro, sipendi kusoma hivyo, yani naona tabu. Lakini ni mtoto pekee ambaye nimewahi kuchapwa mno kuliko mtoto yoyote. Ijapo tarehe zinatuambia tuna kaka yetu mmoja mkubwa naye huyu aliwahi kuchapwa mno sana. Lakini mara mwisho kuchapwa mimi nilichapwa, mzee alinichapa pale Madrasa Shamsia, ilikuwa mwaka 96. Alinichapa mpaka Sheikh Muhammad Ayubu akatoka akamwambia wewe Muhammad basi mwache. Akaniacha. Lakini Sheikh Muhammad Ayubu akachukua fimbo. Nakumbuka siku hiyo alitumwa Mwalimu Sefu. Kuna ustadhi wetu, mwalimu wetu, shekhe wetu aitwa Saif Hassan. Yeye alikuwa ni mtumishi wa karibu mno kuliko watumishi wengine tuliwahi kuwaona kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Maki yeye ndo alikuwa anakaa na ufunguo za ofisi yake, akitumwa kila kitu yeye kwa karibu sana. Akatumwa fimbo. Sheikh Muhammad Ayub akaja kunichapa baada ya kuwa yeye ashamkataza mzee asinichape, akaja kunichapa yeye kwa lile kosa ambalo alikuwa nimefanya. Na ndio ikawa sikuwahi tena kuchapwa na marehemu mzee. Kwa hiyo tukirudi huku nako akaniambia kwamba, nikamuuliza mimi swali, kwa nini mzee umesema kuna masomo nisiyasome kwa mtu yote, lazima nisome kwako? Asema kwa sababu nilipopokea masomo hayo nitaka nimpokeze na mtoto wangu, uwe umeyasomesha au kuyasomesha lakini unayajua. Ustadhi, hayo masomo yapo hayo? Alhamdulillah yapo, na baadhi ya watu wanajua kwamba yapo, na sizungumzi kwa fakhari, bali nazungumza kwa fakhari ya Sheikh. Yani sijifakharishi mimi, ila namfakharisha yeye kwa kile alichokisema kwangu. Na niliyasoma kwake binafsi, mimi na yeye tukiwa tumekaa mwembeni pale, kwa kitabu ananisomesha mwanzo mpaka mwisho, na anarudia ananisikiliza mwanzo mpaka mwisho. Na vile vile ilipofikia nimeshayasoma, akaita sasa darasa la watu wengi, akawa ananifundisha, anatufundisha wote.
lakini ilikuwa ni darasa la walimu pale, na baadhi ya watu wanajua matata ambayo ilikuwa nikiyafanya pale. Nakumbuka kiswa chengine katika darasa hilo hilo, aliwahi kumtuma huyu mwalimu Sheikh Musa Kunema aje kuniuliza mimi baada ya darasa pale, kwa nafanya tabu nyingi pale darasani za maswali magumu, mpaka anavua miwani, sengia anatazama hivi afu anavua miwani, nasema haya sema Abdul Halim, umeelewaje hapo? Mimi naleta utata wangu pale. Sasa ule utata baada pale alimtuma Sheikh Musa Kunema aje kuniuliza, hebu kamuuliza Abdul Halim anatumia kitabu gani kuja kuuliza haya maswali. Kuna kitabu lazima anacho huyo, asinge kuuliza maswali. Ana kitabu gani anatumia? Akaja akamwambia, bwana mimi sina kitabu chochote. Na wakati huo nakumbuka nilikuwa nasoma huku na hafidhi. Yaani ile darasa tunalolisoma leo, kesho na ankimkuta kakaa naenda pale, nikimaliza kumsalimia na muhafidhi ananiambia nimekuja kusoma lile darasa la jana. Kitabu kiko wapi? Anambia sina kitabu. Nashusha pale beti zangu. Anambia ndio hivyo leo, anambia ndio. Basi mpaka akanipa jina, akaniita Mantiqia. Anambia wewe Mantiqia. Nakumbuka ni katika kumuelezea yeye tu alikuwa ni mtu wa aina gani. Nakumbuka mwaka 2011 ama na 12. Kabla ya kwenda huko ustadhi, yaelezea yale mambo matatu, kwa sababu tushavuka katika 90 tunakwenda katika 2000 huko. Sasa hebu tuyamalize yale mambo matatu ili mpenzi mtazamaji azidi kufaidika. Yale mambo matatu, la kwanza linaniambia subra, lakini la pili linaniambia kuamua, lakini la tatu kushindana. Subra, kuamua na kushindana. Na kwa sababu tulikuwa tukipiga story, nikimuuliza mimi kwa nini subra, ananambia subra kwa sababu ilmu ni kitu ambacho kinahitaji sana uvumilivu, kinahitaji hivi, utakumbana na mambo mengi yatakuzuia usisome, kwa hiyo unahitaji uvumilivu. Kuamua kunahitaji maamuzi ya ndani. Maana hata ukipatwa na kikwazo gani, kwa sababu umeamua utafanya tu. Lakini kushindana, la mwisho alisema kushindana. Na aliniambia ni kushindana kwa sababu ameshindana na watu wengi mno. Si kwa sababu wao wajua anashindana nao, bali yeye anasema mimi nataka kushindana na fulani. Nataka kushindana na fulani. Mpaka siku moja nakumbuka hii habari ya kushindana hii, tulisafiri kwenda Mombasa mimi na yeye. Manake nimeanza kusafiri na almarhum Sheikh mwaka 1998, mwaka mmoja baada ya kufariki Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Kwenda Mombasa nikawa naanza kusafiri naye na kunipeleka sehemu mbalimbali, kunionyesha kwa watu mbalimbali ambao yeye ni mashekhe wake, ni wazima wake, ni marafiki zake wengi tu. Sasa tulipofika Mombasa, tukapita duka la vitabu, tukaona kitabu kimoja cha ilmu ya shairi inaitwa Mizanu Dhahabi. Ambia tununue hivi, tununue tena viwili. Tukanunua vitabu vile viwili. Kutoka pale tukaingia msikitini, kamaliza kuswali, tukakaa pembeni. Akanambia sasa baba, leo nataka nikusomeshe shairi. Kitabu chako hiki changu hiki. Tukafungua, akanambia shairi kwanza, akanisomesha kwa kunielezea kabla ya kusoma kitabuni. Amba shairi kwanza ni kipaji, lazima uwe una kipaji nacho, una malaka. Kuna kitu kinaitwa malaka, uwe na malaka ya hii shairi. Ukiwa na malaka ya shairi, basi utakuwa mshairi mzuri sana. Alafu uwe na kitu kinaitwa shuur. Shuur ni hisia, uwe na hisia. Ukitaka kusema kitu na hisia nacho. Alafu uwe na atifa. Atifa zimegawanyika, kanambia kuna atifatul hubbi, atifatul bughdhi au ghadab. Zile vitu vya kukusababisha
ukafanya kitu, yani umekaa tu ukatamani kuna kitu ufanye, ina atifa. Akanielezea vile kiufupi, lakini namshukuru alhamdulillah tulisoma pale, lakini tulisoma mlango huu mmoja tu, na alinifundisha mlango wa kwanza kwenye kile kitabu ni Bahrun Tawil, mlango wa kwanza, lakini yeye alinifundisha Bahrun Basit. Na ndio niliyotunga mwaka huo ukawa ni mwaka wa kwanza kutunga kasida. Nakumbuka ilikuwa ni 2004. Kasida yangu ya kwanza utunga mwaka 2004. Nilianza kuandika kule wakati nisomesha Shamsul Maarif ya anna nahati dhulama Rabbi adimha lana litukhrij alulama. Hiyo ndo ilikuwa kasida yangu ya mwanzo. Sasa mwisho ile kasida wakati anasahihisha kule Mombasa, habari ya kushindana huku, aliandika yeye mwenyewe, ubeti huu aliuandika ni wake kwenye hiyo kasida yangu. Aliandika mabnu mudirin ata fi shi'ri suhan, mabnu mudirin ata fi shi'ri suhan fasabaqa alladhi kaduma. Aliandika hivyo, asema hakuwa mwingine katika hizi shairi, ni mtoto wa mudiri amekuja kwenye uwanja wa shairi na akawashinda wale ambao wametangulia. Katika vitu ambavyo navishukuru sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mzee kuniandikia ule ubeti, sijui aliona nini kusema fasabaqa alladhi kaduma. Na hili nalithibitisha kwa sababu mwaka mmoja katika utunzi huu Sheikh Samir, Sheikh wetu wa sasa, aliwahi kuniambia bwana wewe sijui nini, lakini kwenye hizi shairi ukitulia vizuri ule mzee bwana utamkimbilia sana, yani utakuwa unamkimbiza sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu na naendelea mpaka leo kuandika hizo shairi. Nirudi nyuma kwa kumuelezea tena almarhum Sheikh Muhammad Bakar al-Burhan. Mwaka aliporudi Lamu, akaendelea na shughuli zake za kusomesha kama kawaida, akiwa almadrasatu shamsia. Pale ilipofikia mwaka 97 alifariki Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Alipofariki mzee, wakati huo muda wa kusoma, yani tokea ingie aanze kusoma kwa Sheikh Muhammad Ayubu mpaka 97 ilikuwa amefikisha miaka 40 kamili. Tokea aanze kusoma kwa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu mpaka anafariki, mzee amesoma au amekaa kwa kusoma muda wa miaka 40, ambayo 40 hiyo anasiri nayo. Na aliwahi kuniambia siku moja, nataka kuandika kitabu cha 40. Nataka kuandika kitabu cha siri za 40. Kwa hiyo baada muda mfupi pale, baada ya kufa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu, alitawazwa kuwa mudiri wa madrasatu shamsia, na akashika pale ule mudiri kutoka mwaka ule 97, 98, 99, miaka mitatu. Ilipoingia 2000 mwanzoni, Allah Subhanahu wa Ta'ala akaleta makadir, na hata na yeye aliulizwa na rafiki yake, ndugu yake Sayyid Hussein Hashim ambaye ni baba yetu. Alimuuliza, kaka vipi bwana, mbona unatoka hapa unaenda kwenye nani? Akamwambia, kaka, haya ni makadir. Makadiri ni kitu ambacho hakizuiliki. Mpaka yeye mwenyewe alitunga kaswida mwaka huo alifariki. Nakumbuka al-Habib al-Alama ni Sharif Abubakar Bakathir au ni Sharif Abdullah Bakathir kama sikosei, alifariki mwaka 2000 au 2001. Akatunga kaswida mzee, akasema maqadiru tajri fi buhuri al-awalimi walam yakhfa mujriha lada kulli alimi. Makadirio ya Mwenyezi Mungu yanapita katika
njia za wanazuoni, katika bahari za wanazuoni, wala hayajifichi makadiri juu ya kila mwanadamu, juu ya kila mlimwengu, juu ya kila mwanachuoni, juu ya kila yoyote, hayajifichi makadiri. Kwa hiyo aliondoka mwaka 2000 kwa makadiri pale Madrasa Shamsia, na hapo akahamia Majengo. Mtaa mmoja unaitwa Majengo pale. Palikuwa na msikiti na madrasa, na una asili msikiti ule na madrasa ile ya kwamba yeye ndio msomeshaji. Aliwahi kupelekwa na Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu pale Majengo kuwa kusomesha pale. Darasa za Ramadhani ilikuwa anasomesha yeye, na darasa nyingine za siku nyingine tofauti mbalimbali. Kwa hiyo alifikizia pale, na 2001 kama sikosei au 2002, tarehe zinasema, alianzisha majengo yake kwenye mtaa unaofuatia ambao ni Duga, ambao ndio Mahadi ya Shamsil Maarifi sasa. Lakini yeye mwenyewe baada ya kuondoka Shamsia aliamua madrasa au taasisi ambayo anataka kuianzisha aiite Shamsul Maarifi, aiite Shamsul Maarifi, na aliita Shamsul Maarifi, na ndio hii Shamsul Maarifi ambayo tunaishi nayo mpaka leo, ambaye Sheikh wetu Sheikh Samir bin Sadiq. Sheikh, kuna mji unaitwa Kivumbitifu. Sheikh aliwahi kufika pale? Tarikhi zinatuambia mzee aliwahi aliwahi kusomesha Kivumbitifu, alipelekwa pale, lakini kwa muda. Baada ya muda aliondoka, akarudi tena Madrasa Shamsia. Zinatuambia hivyo. Tuendelee na Shamsul Maarifi. Shamsul Maarifi ni Sheikh Muhammad bin Abi Bakar al-Burhani. Kwa hiyo baada ya kuondoka pale Shamsia akaenda Majengo Shamsul Maarifi. Kama unavyojua, watu wanavijua vitu vizuri. Watu wanajua wanapotaka kuvipata wanavyovipenda na wanavyovikubali na wanavyoviamini ni vitu sahihi venye silsila. Walimfuata Sheikh Muhammad bin Bakar al-Burhani, na aliwahi kuniambia yeye mwenyewe, nilikuwa natamani niondoke bila kufuatwa, ili nione maneno ya shekhe wangu yanathibitika vipi, kwa sababu anatuambia kwamba aliwahi kuambiwa na shekhe wake Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, ukiondoka hapa popote utakapokwenda na mimi nipo hapo, utakapokwenda na mimi nipo na niko na wewe. Sasa alitamani kuondoka peke yake, na kweli aliondoka peke yake, ambalo watu wengi hawalijui, na leo nitapenda niliseme, na mashahidi waliokuwepo watalieka wazi zaidi, ambao wengine wameambiwa. Mzee alipoondoka pale Shamsia alizungumza na ndugu yake sana Sheikh Rashid bin Abi Bakar al-Burhani, ambapo sisi ilikuwa tukikaa na yeye, tulikuwa tukikaa na baba mdogo. Baba mdogo kaja kutuambia, nataka niwaambie habari, sisi tunahama leo, tutaenda Majengo, lakini tunahama sisi na nyinyi na kaka, sisi tu. Yani kwa maana fupi aliondoka au aliambia familia yake wajiandae kuondoka. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo Sheikh Muhammad Abi Bakar al-Burhani aliondoka na familia yake, akiamini kwamba
hata fatwa na mtu yoyote. Na ndio maana mpaka leo huwa anasema Shamsil Maarifi ni kitu cha ajabu sana, cha ajabu mno. Ni chombo ambacho ni wachache wanaojua siri yake, wachache mno. Na ukijua siri ya Shamsil Maarifi utamjua Sheikh Muhammad Abubakar al-Burhani. Ukijiona humjui Sheikh Muhammad Abubakar al-Burhani, basi hujui siri ya Shamsil Maarifi. Kwa sababu itikadi yangu na baadhi ya wapenzi wake na ndugu zake na watu wengine wote wanompenda, yeye ndio Shamsil Maarifi. Katika kasida alizozitunga, kuna kasida moja alisema: Shamsul Maarifi nawiri hadha awanu kibashiri dum bitulabil huda hatta hudhuri almahshari. Aliombea Mungu Shamsil Maarifi idumu hata asipokuwepo. Na ndio maana pale katika majengo ya Shamsil Maarifi alitoa agizo paandikwe pale juu beti ambazo beti zile zinasema meghafilika, lakini tazikumbuka wakati tunaendelea kunani, kuonyesha kwamba ilmu inabakia lakini wenye ilmu wanaondoka. Ilmu inabakia. Umsemo na ubeti unamalizia al-ilmu yabqa wa in arbabuhu dhahabu. Unashakumbuka sema la taqul qad dhahaba arbabuhu, sawa, kullu man sara ala darbin wasal, ubeti wa kwanza. Lakini ubeti wa pili unamalizia al-ilmu yabqa wa in arbabuhu dhahabu. Hiyo ni misra ya mwisho, kwamba usiseme watu wa ilmu wameondoka, ilmu inabakia hata kama watu wake hawapo. Kwa hiyo Sheikh Muhammad Abubakar al-Burhani aliamua kuibakisha ilmu Shamsil Maarifi, ijapo haja isomesha hata 40% katika ilmu aliondoka nayo, hakusomesha hata 40%. Mpaka yeye mwenyewe kipindi cha maradhi yake ilikuwa akisikitika, akisema asikitika, naona umri wangu utakuwa mfupi na makusudio yangu hayajatimia ya kusomesha. Kwenda huko kwenye maradhi baba. Mpenzi mtazamaji wa Aiwa TV, bado tuko hapa na wewe kumjua huyu shekhe ni nani na alifanya kazi gani. Turudi nyuma kidogo ustadhi, pale Madrasatu Shamsia kuna wanafunzi wake alikuwa akiwasomesha na hivi sasa ni mashekhe wakubwa. Wapenzi watazamaji wangependa kuwajua hawa ni kina nani na walisoma kwa mtindo wa namna gani mpaka wao wakafikia katika level hizo. Nitaelezea kwa kipindi cha ufahamu wangu wa kipindi hicho, na nitaelezea kwa yale ambayo nimeyasikia kutoka kwake na kutoka kwa hao wanafunzi wake. Ufahamu wangu kipindi na inukia pale Shamsia ni kuanzia miaka ya 93. Miaka 93 pale mimi na ufahamu wa kila kinachotokea kabisa. Yaani kuanzia 92, 93 hapo. Kila kitu cha kuanzia pale mpaka sasa nakumbuka. Japokuwa watu wengi hawajui. Kuna mwalimu wetu mmoja kuonyesha kwamba nakumbuka hiyo story za kipindi hicho. Ilikuwa anaitwa Ustadhi Fwede, Jaafar Fwede. Maarufu. Huyu kuna kipindi aliumwa sana pale. Sasa ile jengo
Ukiingia pale ndani kuna chumba cha kwanza upande wa kulia, chumba cha kwanza upande wa kushoto. Vimeongozana hivi, ile jengo bweni lile la zamani. Sasa yeye alikuwa yuko chumba cha kwanza upande wa kulia, ambacho dirisha lake linaangalia huku nje kwenye uga ambao watu wanasimama mstarini. Aliumwa yule mwalimu, ikawa mimi kila siku naenda kumwangalia pale. Siendi kama kumwangalia, nimekuja kukuangalia unaendeleaje. Hapana, kwa sababu nilikuwa mtoto, yani naenda tu pale kumwangalia anaendeleaje, kwa kumtazama tu, si kwa kumuuliza. Mtazama anavyoendelea. Yeye anaumwa. Aliumwa yule, tena aliumwa miguu. Paka kawa anatembea hivi na magongo, anatoka nje anarudi. Mmoja katika tuko Shamsul Maarif tayari, naambia wajua mimi kuna story yako moja naikumbuka, lakini sijui kama wewe unakumbuka. Story gani bwana? Wake aniona ni mtu mwenzake, kumbe mimi ni mtoto sana. Kaambia bwana, uliumwa kipindi fulani. Unakumbuka kipindi kile? Napenda nakumbuka. Uliumwa hivi na nguo, mpaka nguo ambazo alikuwa avaa nakumbuka. Kwa hiyo ni ishara kwamba nilikuwa nakumbuka kiasi gani kwa mambo yaliyotokea kipindi hicho. Kwa hiyo nikimuona mzee, darasa ambayo alikuwa anaisomesha ya kwanza ya kuiona na macho yangu ni darasa ya asubuhi. Walimu wote pamoja na baadhi ya wanafunzi wakubwa walikuwa wakisomeshwa tafsiri ya Qur'ani asubuhi pale holini, inaitwa holini. Na maktaba karibu na ofisi ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Wakisomeshwa pale na sisi wenyewe tulikuwa tukienda. Nakumbuka mpaka sauti ya Qur'ani ambayo alikuwa akisomeshia pale, mtindo wa sauti ile. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ndo sauti apenda kutumia hiyo. Tukichungulia na baadhi ya walimu tuliwaona wakitandikwa na yeye, wakichapwa, na alikuwa achapa kupitia fimbo inayoitwa bakora nyeupe. Alichapa sana. Kuna watu tumewaona wamechapwa sana, lakini tukitakidi kwamba walichapwa kupewa baraka na ilmu, na alhamdulillah wamezipata. Tunaziona kweli kwamba wamezipata. Walimu ambao nakumbuka walisomeshwa na mzee kwa kuwaona ni wengi mno. Wengine wameshafariki, wengine wapo hai. Na mzee kwa kuniambia yeye mwenyewe kwamba yeye ilikuwa ndio mwalimu mkubwa pale Shamsia, aliwasomesha walimu na alipewa idhni ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu pia kuwasomesha wanafunzi wenzake. Kwa hiyo alisomesha walimu na alisomesha pia wanafunzi wenzake ilmu mbalimbali. Nakumbuka Sheikh Walid, Mwenyezi Mungu amtawalisha umri wake, ni kaka yangu huyu, mpenzi wangu, nampenda, ananipenda sana. Aliwahi kuniambia kwamba mimi, wewe nimesoma kwa baba yako, 80% ya elimu yangu nimesoma kwa baba yako. Na aliniambia akiamini kwamba najua, na ni kweli najua hilo. Na aliniambia kujenga udugu na mapenzi makubwa, kwamba mimi nisije nikamuona yule ni shekhe tu, bali ni kaka yangu pia, kwa sababu amesoma kwa marehemu mzee kwa asilimia hizo, na kaka zangu wengine wote waliosoma pale. Na pale Shamsia kulikuwa na swafu. Kulikuwa na Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu, yeye ni namba 1, lakini namba 2 ni almarhum Sheikh Muhammad bin Abubakar al-Burhani. Namba 3 ya Shamsia ilikuwa ni Said Hussein Hashim al-Musawa. Namba 4 ya Shamsia ilikuwa ni Sheikh Yusuf Subki, ambaye ni mudiru wa Mahdi ya unaitwa? Mimi nakumbuka ilikuwa kita Salafia. Nakumbuka Salafia. Namba 3, namba 4 ilikuwa ni Said Muhammad Hashim. Namba 5 ni mudiru wa sasa wa Shamsia Sheikh Muhammad Khatibu Kigoda, na wengine wanaofuatia.
Hao ndio walikuwa 5 bora ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Ana uwezo wa kukaa Sheikh Muhammad bila kusomesha chochote, ilikuwa kwa kuona tu anao watu hao. Na tumesikia na tumeambiwa kwamba alijifakhiri hata mbele za watu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub kwamba ana wanafunzi ambao popote katika dunia hii wanaweza kwenda kusomesha, akimaanisha hao. Nje ya hao wapo waliosomeshwa na Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu, na tabarukan, kupata baraka yake, lakini vile vile na wao wamesomesha watu wengine. Lakini zile awamu za Shamsia, awamu ya kwanza ni hiyo nilokutajia, na awamu hiyo ndiyo imewasomesha kila aliyepita Shamsia baada ya wao. Watu watano hao. Sitaamini na sitakubali kwamba kuna mtu kapita Shamsia akasema nje ya watu 5 hao, akasema kafundishwa Sheikh Muhammad Ayubu akusomeshwa na hao. Sitaamini hilo. Sitaamini hilo. Tunakubali na tunajifakhiri na Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, lakini hawa watu 5 ndio waliosomesha watu baada ya Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub, kwa sababu walitengenezwa maksudi na Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub kuwa ndio nyota za Shamsia watakaozalisha nyota nyingine za Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Kwa hiyo almarhum Sheikh Muhammad Abi Bakari alipata nafasi ya kusomesha wanafunzi wake, wanafunzi wenzake na wanafunzi wake. Na kuna mashekhe wengi leo, kaka zetu, mashekhe zetu, baba zetu, wengine wanasema wazi wazi kwamba sisi ni wanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Abi Bakari al-Burhan, lakini wengine wanaficha, wanasema sisi ni mwanafunzi mwenzetu. Lakini si kuficha, ila ni tafakhuri, pia ni kujifakhiri kwamba kwa sababu yeye ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayubu na wao walikuwa pale Shamsia, ni Shamsia Sheikh Muhammad Ayubu, basi mwanafunzi mwenzao. Hawamaanishi kwamba ni mwanafunzi mwenzao walisoma naye darasa moja au vipi, wanamaanisha kwamba ni mwanafunzi mwenzao na wao wamesoma pamoja madrasa tu Shamsia. Mimi nawadhania dhana hiyo ya khair. Kwa hiyo alhasili ni kwamba Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhani ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ayubu, na bahati nzuri nyingine walimu wake alituandikia kabisa. Mzee alikuwa kila kitu anaandika kwenye diary, na ndiyo hazina pekee, ukiacha maneno alotuambia, ilmu alotufundisha, kitu cha thamani pekee alichotuachia ni maandishi. Ili jambo pia watu wengi hawajui. Mzee alikuwa akiandika kila kitu, mpaka akikutuma sokoni kanunue nyanya, vitunguu, samaki, mchele, nazi, anaandika leo tarehe fulani nimemtuma Kizumo Mzonge akaninunulie nyanya, samaki, anaandika, na amenirudishia chenchi kadhaa, na nimempa vitu hivyo vipeleke nyumbani kwangu sehemu kadhaa. Ilikuwa akiandika, na ameandika mpaka mwisho wa umri wake. Mwishoni ndo anaanza, mwanzoni mwa kuumwa ndio ameanza kuacha kuandika. Sasa tukielekea huko, manake hayo ya nyuma yatakuwa ni mengi, tutafika tuwezi kummaliza shekhe. Je, wakati anatoka Shamsia kwenda Shamsil Maarif, hapa baada ya kuwa yeye ndio mudiri wa Shamsia, naibul mudiri wake wakati huo alikuwa ni nani? Naibul mudiri ni vile vile nilivyokupangia hii swafu, kwamba Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayubu yeye ni mudiri wa Shamsia, anayefuatia namba 2 ni Sheikh Muhammad Abi Bakr al-Burhani,
na ndiye alikuwa mudiri baada ya Sheikh kufariki, Sheikh Muhammad Babu Shehe. Namba 3 ni Said Hussein Hashim Al-Musawa ambaye ni baba yetu huyu, ndiye aliyekuwa naibu mudiri wa Shamsia baada ya Sheikh Muhammad Abubakar kuwa ndio naibu mudiri wa kwanza. Naibu mudiri wa pili ni Sheikh Sharif Hussein Hashim Al-Musawa, ndio alikuwa naibu mudiri pale Shamsia wa pili. Na pia nilisikia tetesi za kwamba, yani nisikia historia huko nyuma kusema kwamba huyu mudiri wa sasa wa Shamsul Maarif aliwahi kuwa naibu mudiri pale Shamsia. Embu wafidishe watazamaji kwa hili ili wawe na uhakika zaidi. Nakumbuka kwa kuona, nakumbuka kwa maandishi na kwa kusikia. Sheikh Samiri amekuwa mudiri wa Shamsia baada ya Said Hussein Hashim kuwa naibu mudiri. Alikuwa naibu mudiri wa Shamsia baada ya Said Hussein Hashim kuwa naibu mudiri pale. Na Shamsia baada ya kufa Sheikh Muhammad bin Ayub ilikuwa na mushrif al-aam ambaye ni babu yetu Sheikh Abdullah bin Sheikh Ayub, ndugu yake Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Alafu ilikuwa na mudir ambaye ni Sheikh Muhammad Bakari, alafu ilikuwa naibu mudir Said Hussein Hashim. Japokuwa katika swafu sikumtaja Sheikh Abdullah bin Sheikh Ayub kwa sababu ya kughafilika, na ndo nimekumbuka baada ya kuniuliza hili swali. Na yeye alikuwepo katika zile swafu za 5. Na ndio maana nikakwambia kuna watu 5 baada ya Sheikh Muhammad Ayub. Maana yake alikuwa ni Sheikh Abdullah Ayub, Sheikh Muhammad Abubakari, Sheikh Hussein Hashim, Said Muhammad Hashim na Yusuf, Sheikh Yusuf As-Subki. Hao watu 5 ndio walikuwa nyota wa Shamsia. Kwa hiyo Sheikh Samiri alikuwa naibu mudiri pale baada ya Said Hussein Hashim kudharurika na kupata udhuru wa kutokuwa naibu mudiri. Akateuliwa Sheikh Samiri. Nafikiri nijibu kwa ufupi hivyo. Akateuliwa Sheikh Samiri kuwa naibu mudiri wa Shamsia. Sasa twende kwa Sheikh Muhammad bin Abi Bakari. Yeye sasa alikuwa na watoto wangapi mpaka sasa? Sheikh Muhammad watoto wake ni 16. Watoto wake ni 16. Watoto hawa 16 amewazaa kwa makundi. Amewazaa kwa makundi. Kuna 5 wana mama yao. Kwanza tuanze na kama walivyozaliwa. Kuna mmoja, walikuwa ni 17, lakini mmoja ni kaka yetu amefariki, ametangulia kufariki, alikufa mdogo, aitwa Abu. Alikuwa na Abu Bakari sisi, kaka yetu mkubwa. Amekufa mdogo. Naye walizaliwa wawili, yeye Abu Bakari na dada yetu mkubwa anaitwa Ummi, au wengine wanamuita binti Muhammad. Amelelewa na Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub pale kwa Bi Jaffa. Amelelewa pale mpaka amekulia pale, ameozeshwa pale. Alikuwa ni mtoto wa Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub badala ya kuwa ni mtoto wa Sheikh Muhammad Abubakar al-Burhan. Na kwa hiyo hao wawili walikuwa mama yao, lakini alifariki mdogo. Kwa hiyo wao 16 ni kumtoa yeye. Kwa tuseme alikuwa na 17 tukimuingiza yeye kwa sababu alifariki akiwa mdogo. Kwa hiyo wao walikuwa na mama yao, na wengine 5 walikuwa na mama yao, na wengine 6 walikuwa na mama yao, na mwingine 1 alikuwa na mama yake, na wengine 3 walikuwa na mama yao, na mwingine 1 alikuwa na mama yake. Kwa ukijumlisha 2, 5, 6, 1, 3 na 1,
unapata 17. Sasa baada ya kuwajua watoto wa Sheikh na sasa hivi tupo Shamsul Maarif, unawaambiaje watazamaji kwa kipindi ambacho tuko nacho hiki, kabla ya kwenda kumwelezea kufariki kwake ilikuwaje? Unawaambiaje wana Shamsul Maarif katika historia fupi ambayo uliwaeleza kabla ya kwenda kuendelea zaidi na historia ya Sheikh? Nataka kusema kwamba wanawachuoni wanakwisha kwa kufa. Ili kuwawahi wanawachuoni wasife ni kuwawahi kusoma, kuchukua ilmu zao. Wanachuoni wanakufa, wanakwisha. Ili kuwawahi wasife, si wasife manake wasife, wasipoteze uhai, manake kufa kwa kweli ni kufa ilmu zao, ndio kufa kwa kweli. Sawa? Ndio maana almarhum Sheikh Muhammad Bakari katika waadhi wake wa mwisho pale Shamsul Maarif aliwahi kutoa aya moja inasema, wala tulqu biaidikum ila tahluk. Hapana, alisema si aya hiyo, alitoa aya wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi, msiwaue watoto wenu kwa kuogopea ufakiri. Akatoa maelezo ya aya hiyo kwamba kuwaua kwa kuogopea ufakiri ni kuwakosesha ilmu, kwamba ukimsomesha mtoto ilmu hii ya dini kwamba atakuwa masikini, atakuwa si lolote si chochote kisa kasoma ilmu, sema hapana, wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi nahnu narzuqukum wa iyahum. Sisi tunaruzuku nyinyi na wao, kwa maana tusihofu. Kwa hiyo ili kuwawahi wanazuoni wasife ni kuwasoma sana, ni kusoma walichonacho, ni kuchukua walichonacho kwa kusoma, ndio kwa hai. Kwa hiyo hata wakifa kama umri wao umekwisha, lakini wako hai kwa sababu walichokuwa wanacho wamekibakisha. Ndicho ambacho nataka kusema hicho. Sheikh Muhammad Bakari al-Burhani yupo hai sababu wanafunzi wake wanasomesha tena sana sana. Leo katika mahadi za someshwa sana Tanzania hii na nje ya Tanzania, basi Shamsul Maarif haitotoka ndani ya 3 bora, haitoki. Mimi nina ushahidi wa darasa za Sheikh Samir bin Sadiq kwa kwenye grupu, asubuhi saa 7, saa 10, magharibi, vipindi 4 kwa siku moja, na hizo darasa si chini ya dakika 40 anasomesha. Hakuna darasa chini ya dakika 40. Hebu angalia usomeshaji huo. Kiboko mwingine wa kusomesha kwa Shamsul Maarif, naibu mudiri wa Mahdi Shamsul Maarif Sheikh Rashid Ali, kiboko sana, noma sana. Watu wa sasa wasema anasomesha mpaka anasahau kama atakiwa ale, analetwa chakula chuoni. Huo ni uhai wa Sheikh Muhammad bin Abi Bakar al-Burhani kwa wenye kufikiri vizuri. Na hawa sisi tunaosoma sasa kwao ndio uhai wa wale ambao wanatusomesha sisi. Na sisi tukiwasomesha hao ambao tutakuwa tunawasomesha sasa na ambao tunawasomesha sasa, ndio uhai wetu. Ili uwe hai hata kama umekufa ni kuwa una watu uliowasomesha wanasomesha. Huko ndo kuwa hai. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min 3: sadaqatin jariya,
au ilmu yuntafa'u bih au waladin salih yad'u la. Vitu vyote hivyo vitatu anavyo mwanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Abi Bakar al-Burhani au mwanafunzi wa Sheikh Muhammad bin Ayub au mwanafunzi wa Sheikh yoyote. Vitu hivyo vyote vitatu alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sadaqatin jariya ni nyingi sana, lakini kusomesha ilmu uliosomeshwa ni sadaqatin jariya. Kuwa mtoto mwema mwenye kumwombea Mungu mzazi, pale waladin salih ni yoyote. Mtoto yoyote, mtoto wa ilmu ni walad, mtoto wa kumzaa mwenyewe ni walad. Kwa hiyo uliyemsomesha ilmu wewe ni mtoto wako. Akisomesha ni dua zile zinakufuata. Amepata yule. Au ilmu yuntafa'u bi, ndio ilmu hiyo. Kwa hiyo vitu vyote vitatu hivyo vitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam vinamuenea aliyesoma kwa shekhe ambaye amefariki na yeye anasomesha. Kwa hiyo amemuhui shekhe wake. Amemuhui shekhe wake. Kwa hiyo mashekhe hawafi. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Sawa? Naam, sasa tukiendelea mbele tuende sasa kumwelezea Sheikh Muhammad bin Abi Bakar al-Burhani katika mwisho wa umri wake. Chanzo cha maradhi yake ilikuwa nini mpaka kufikia kwa mwisho wa hatima ya maisha yake. Kufa ni wajibu. Almautu babun wa kullu nnasi dakhiluhu au kullu wahidin dakhiluhu. Kufa ni wajibu, lakini huwezi kufa kama muda wako haujafika, na hauwezi kufika muda wako usife. Huwezi kufa kama muda wako haujafika, na hauwezi ukafika muda wako usife. Sheikh Muhammad Abi Bakar al-Burhani amekufa, lakini hakuna alichokibakisha ilikuwa akifanya ili afe. Hakuna. Vyote alivyotakiwa kuvifanya alishavifanya, ndio amekufa. Kwa hiyo hakuna dhana wala fikra kwamba Sheikh Muhammad Bakari lau angelibakisha miaka kadhaa angefanya hivi akafanya vile, ingelikuwa hivi kawa vile. Hakuna dhana hiyo. Alimaliza. Mwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hafi mtu isipokuwa amemaliza riziki yake. Chakula ni riziki, umri ni riziki, kusomesha ni riziki, kuvaa, kila kitu ni riziki. Kupata ni riziki, chochote utakachokipata ni riziki. Kwa hiyo kama haujamaliza riziki yako hufi. Ukijiona umekufa basi riziki yako imekwisha. Kama vile salio kwenye simu. Ukiona limekata basi ujue ndo limekata hivyo. Mpaka uweke jingine. Bahati mbaya tu umri huwezi kuwa kama salio. Kwa hiyo mwisho wa umri wa Sheikh Muhammad Bakar al-Burhani alikuwa ni mtu wa kunyamaza sana, mtu wa kimya sana. Mpaka siku moja nilimfuata na maneno, angalau nimsemeshe. Manake ilikuwa kuna wakati anatumia wajumbe kabisa niitwe, muiteni jamaa yenu. Aita jamaa, muiteni jamaa yenu. Basi natafutwa na watumishi wake wale, mmoja wapo ni Sheikh Musa Kunema.
Bwana uko wapi bwana? Niko zangu mitaani tu. Anambia mzee anakuita bwana. Anambia muite jamaa yako. Kwa hiyo waitwa. Anambia sawa. Nikifika alikuwa apenda kuniambia hivi, kaa baba. Afa anatabasamu hivi. Alikuwa mwingi wa kutabasamu, anatabasamu. Taali uqasimki alhumum. Hivyo hivyo anaambia. Taali uqasimki alhumum. Njoo nikugaie ghamu zangu na hamu zangu. Matatizo yangu nikupunguzie, njoo. Kwa kinambia maneno haya. Sasa katika vikao hivyo ilikuwa ni mwingi wa kunyamaza. Akanamuuliza, "Mbona unakaa sana kimya?" Yaani anaweza kunyamaza mpaka ukafikiria amelala. Lakini ukimwita itika na. Nakumbuka kuna siku alikuja mgeni akamsalimia pale, akakaa. "Salama, kwema?" Abashasha sana huwa. Kuna watu hawajawahi kumuona ikasirika. Yule mgeni alikaa baada pale kushasalimiana mpaka tulimwambia sisi, "Mzee, mgeni amekaa sana, tunaomba aage aende." Basi yule mgeni akaaga kaondoka. Alikaa sana. Kimya tu, baada ya kuongea kaa kimya tu. Ni mtu wa kunyamaza mno. Lile lilikuwa ni darasa. Lile lilikuwa ni darasa kubwa. Na maswali ambayo tukimuuliza kipindi cha mwisho mengi ilikuwa anayajibu kwenye upeo ambao sisi ndo tunajua sasa ilikuwa maana majibu ya maswali yake. Nakumbuka kulikuwa na daktari wake aitwa Sheikh Muhammad. Watu wengi wamezoea kumuita Dr. Muhammad, lakini namuita Sheikh kwa sababu ni mwana chuoni. Ni mmoja kati ya mpenzi wa Ahbabu Rasul kwa baba yetu Sheikh Yusuf Kidago kule Dar es Salaam. Ilikuwa akimuuliza maswali. Sasa tulikuwa tunamshauri kwamba mzee, sasa inabidi tukuchukue tukupeleke Dar es Salaam kwa ajili ya vipimo zaidi. Alikaa kimya. Akasema, "Mnachokitaka hakiwezi kufanikiwa. Mnachokitaka hakiwezi kufanikiwa." Na maneno Dr. Muhammad ambaye Sheikh Muhammad anayafahamu zaidi. Maana yake hata mkinipeleka kwenda kufanya checking, kutibiwa, lakini mimi si wa kupona. Na maana hayo unayajua baada ya kufa. Na maneno yale alisema 1.5 mwaka baada ya sisi kumpeleka tu Dar. Dalika 1 mwaka na miezi kadhaa tu amefariki. Kwa hiyo mwishoni wa umri wake alikuwa mkimya, lakini alikuwa na maneno magumu sana. Magumu mno. Maneno magumu kwa sababu yalikuwa ni mafupi na hafafanui. Maneno mafupi na hafafanui. Takupa mifano wa maneno mawili ambayo alikuwa akiyasema kipindi kile. Ukienda kumsalimia, "Salama." Ikaa jua una maneno, akamwambia, "Naam baba, nimekuja, nilikuwa nahitaji na jambo kadha. Kuna kitu fulani kinanikwaza hivi. Kama unamshtakia kama mzazi." Akamwambia, "Tusamehe." Naona fupi. Samehe. Wewe umeenda kupata suluhisho la matatizo yako, anakuambia samehe. Au anaweza kukwambia acha. Anaweza kukwambia fupi. Na maana yote ya maneno hayo tunayaona sasa. Neno moja ambalo silisahau. Wallahi na naomba Mwenyezi Mungu nisilisahau. Alituambia mimi na Sheikh Musa Kunema. Alituita kabisa. Akanambia, "Niteteeni." Hilo tu. Ukuweza kumuuliza kwenye nini?
maneno yake yalikuwa mafupi hayo, na afafanui. Hata ukimuuliza afafanui, nitetee. Lakini sisi tulielewa ile neno kutokana na muktadha wa mazingira na hali yake na namna yale mambo, tukawa tumemuelewa. Niteteeni, tena kwa sauti ya kinyonge kabisa, na tulimtetea. Na kila alipoona tumemtetea kwa namna ile aliyotuambia na nyingine, ilikuwa akituita akituambia sawa 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 sawa. Ni vitu ambavyo hatukutamani kuvisema kwa sababu ni hazina zetu, lakini tunavisema ili wapenzi wake na watu wengine wasiokuwa watu wake wa karibu wajue kwamba Sheikh Muhammad Abubakar alikuwa ni mtu wa aina gani. Katika vitu ambavyo nakumbuka kwa macho yangu, hakuwahi kuacha kusimama usiku mpaka tumezoea nyumba nzima, siku ikiwa ni zamu ya nyumba hiyo, watu wote wataamka saa 9 saa 8 mpaka wengine tukimwona leo mzee anakuja hapa tunahama, sababu tunajua hapa tutamka usiku, na sisi ni watu kulala sana tunakimbia tunakimbia. Kwa hiyo alikuwa ni mtu mwingine, na hasomeki Sheikh Muhammad Abubakari kwa kumsikia tu au kwa kumuona tu, hasomeki. Yani utamsoma lakini hautamaliza. Lakini ukifuatilia mambo yake na maneno yake, utajua kiumbe kile kilikuwa ni kiumbe cha aina gani. Nikirudi nyuma, ulisema alikuwa ni mtunzi sana. Kuna baadhi ya vitabu alitunga, tunaweza tukavijua, watazamaji wakaweza kujua ni vitabu gani alivitunga Sheikh? Mzee ametunga vitabu kadhaa, takriban vitabu 10, na kuna ambavyo hakuvitangaza na watu hawajui na amevitunga. Ameviandika, sisi tumekuja vikuta tu maktaba, angalia ameandika. Moja wapo watu hawajui, ameandika tafsiri ya beti za balagha, kitabu kile cha Hilya. Sawa? Tafsiri zake mzee ameitafsiri ile. Baadhi ya watu wengi hawajui kama mzee ameitafsiri ile. Ni moja katika vitabu vyake. Ametunga cha ilmu al-mantiqi ambayo inaitwa mirfaq au marfiq ya ilmu al-mantiqi, ameitunga tokea yuko Shamsia kwa idhni ya Sheikh Muhammad bin Ayub. Na bahati nzuri mimi najifakharisha kwake kwa vitu vingi sana. Ulivyotaja hiyo mambo ya vitabu, katika vitabu vyake alivyotunga takriban vyote kabla sijazaliwa aliandika Abu Abdul Halim, yani baba wa Abdul Halim, yeye Abu Abdul Halim. Si watu wanapenda kujiita Abu Said, Abu kadha, Abu kadha. Yeye alikuwa akijiita kwa maandishi Abu Abdul Halim, yani baba wa Abdul Halim ambaye ni mimi kabla sijazaliwa. Yani nimekuta jina langu mimi kwenye vitabu mpaka naangalia, hiki cha mwaka gani? 78. Mimi sikuzaliwa 78, lakini ameniandika. Kwa hiyo ametunga vitabu vingi. Cha mantiki ametunga miqat, ilmu miqat ametunga tena kwa beti na kwa nani nathri. Japokuwa baadhi ya watu hawajui, wengi wanajua tu cha miqati ni kile cha beti, lakini mzee ameandika kitabu cha miqati, cha nathri tunacho. Wajua ilmu ni mali, na ilmu inatakiwa isomeshwe.
kwa maana itolewe. Lakini mali nzuri ni ile unaoitoa baada ya wewe kuwa umetosheka. Ukiwa wewe unacho chakula na una ziada, ile ziada tokeo utoe kwa ambaye hana. Kwa hiyo kuna vitabu na ilmu hatutazitoa kwa sababu sisi wenyewe hatujakamilisha kuwa nazo, kukinai nazo. Sio, unaelewa? Sawa. Nakuelewa. Ilmu inatakiwa isomeshwe na itolewe ili iwe ya manufaa. Lakini manufaa zaidi ijue kwanza wewe na ukinai uiweke vizuri kwa kuisoma, alafu ndio mpe mwenzako. Kwa ilmu ni kitu hazina. Si kila ilmu tu yasomeshwa yatolewa. Hapana. Somesha, toa, lakini acha akiba. Kuna siku tu itakuja fikia hiyo, utakiwa ijulikane ilmu yako, utakuja itoa. Utakuja kuitoa. Na ndivyo alivyokuwa Sheikh Muhammad bin Bakar al-Burhani. Na tulijua hilo baada ya kuingia sasa kwenye maktaba kuona mambo aliyofanya. Kafanya vurugu sana. Wallahi alazim. Hakuna kitabu kiko maktaba hakina alama yake. Hakuna. Ile maktaba yake ni kubwa kama ukumbi huu au na zaidi. Na chengine cha siri zaidi ambacho watu wakijui, vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abi Bakar al-Burhani ni nuskha za zamani ndio vingi kuliko nuskha za sasa. Na mwisho umri wake alikuwa akisema sasa, nataka kuweka alama ya nakla sehemu ambazo vitabu vya sasa havina. Ili jambo naomba watazamaji na wapenzi wa mambo ya ilmu na mashekhe walishike sana. Vitabu vyetu vya sasa vingi vimechafuliwa, vimeingizwa vipande vya mambo ambayo si katika akida zetu, si katika mambo yetu. Vingine vimebadilishwa, ibara zimebadilishwa ili mradi maana yawe mengine. Na bahati mbaya au nzuri, wengi katika sisi wa zama za leo twasoma kidogo. Kwa hiyo hatuwezi kujua pale pana makosa au hakuna makosa. Katika hazina alizoacha Sheikh Muhammad Bakar al-Burhani, na hiyo tuwekea tahqiqi katika vitabu. Na ameandika kabisa chini pale, ameandika la'alla sawabu kadha wa kadha chini hapa. Vitabu vyote vina alama zake. Sheikh, nikwambia vitabu vyote kweli. Yule mtu alikuwa mwingine bwana. Wallahi alazim. Mwenyezi Mungu ampe pepo ile juu. Kwa hiyo mwisho umri wake amefanya vitu vingi sana. Sheikh Muhammad bin Bakar al-Burhani, dua yake kubwa ilikuwa anaomba afe akiwa darasani. Ndio dua yake kubwa. Afe akiwa darasani. Na alikuwa tuambia kabisa, mimi namuomba Mungu nikifa niwe natoka darasani ndio nenda kufa au nife darasani. Lakini Mwenyezi Mungu amemuua kwenye darasa bora zaidi na kubwa zaidi kuliko lile alilotaka yeye. Mzee amefariki akiwa Dar es Salaam, nyumbani kwa Sheikh Yusuf Kidago ambaye ni baba yetu. Ameugua pale takribani wa muda huo niliotangulia kusema hapo nyuma, chini ya Sheikh Yusuf. Sheikh Yusuf amechota mno. Yani nasubutu kusema kama kuna watu wanazitaka siri za Sheikh Muhammad Abi Bakar al-Burhani, basi wamuone Sheikh Yusuf Kidago. Nasema sarahan, wallahi alazim, wazi kabisa, kwa sababu tunajua na ametuambia mwenyewe, kabisa. Kwa amefariki pale darasa. Nilikuwa nasema ni lipi ambalo ni bora kuliko lile alilosema atakafe kwa darasa hilo. Pale palikuwa pana uradi, pafanywa uradi kila siku, pafanywa darasa kila baadhi ya siku fulani.
lakini kuna wageni kila wakati, na wakija wanasoma kwa Sheikh Muhammad Bakari, wanasoma kwa Sheikh Yusuf Kidago, wanasomaje? Watajua hao waliokuwepo kwa kipindi hicho wanajua. Kwa hiyo mwisho wa umri wake haukufanana na katikati ya umri wake, wala hakufanana na mwanzo wa umri wake, na nimekuwa mwanzo mpaka mwisho wa umri wake ni mtu wa kupenda ilmu. Mzee ilikuwa akinunua vitabu hata kama hana muda wa kusoma. Tukisafiri vile safari, tukirudi, ilikuwa naona mpaka namwambia mzee, sasa hela hizi mbona wazimaliza? Si ndio tutarudi nyumbani? Asema nyumbani tuwachukulia vitabu, watakula vitabu. Mimi nacheka, watu wala vitabu bwana, sawa watakula vitabu bwana, sio na wasiwasi. Ananunua maboksi kwa maboksi ya vitabu, na kila kitabu atakipitia mwanzo mwisho, kila kitabu, na ataandika kila sehemu. Na ana maradhi hayo, naona amerithisha. Akikutana na sehemu hajaielewa kwenye kitabu hicho au chochote, endi mbele Sheikh, tafuta kamusi zote. Tajul Arusi italetwa hapo, Lisanul Arabi italetwa hapo, Mukhtaru Sihah italetwa hapo, kila kamusi italetwa hapo. Aangalie pamekusudiwa nini, na akikosa kujua, Shekhe itatafuta sherehe hicho kitabu, hata kama hana kitakwenda kutafutwa popote duniani kiletwe. Na akikosa hata kuwa na raha kila saa. Hebu Musa, alikuwa akimuita Sheikh Musa Kunema, Musa njoo, hebu muangalie huyu shekhe, huyu kasoma kwa shekhe nani? Huyo shekhe mtunzi hicho kitabu, angalie kasoma kwa shekhe nani, ili huyo shekhe aliyosoma kwake viangaliwe vitabu vyake, kama angalau kuna sehemu au ibara ya pale alipopakuta ambapo hajapaelewa, mpaka hakute, ndo anakwenda mbele. Baadhi ya mashekhe walikuwa wakimuita muhaqiq. Ilikuwa ni mtu wa tahqiqi sana, kuhakikisha asemi jambo ambalo halijui, asemi, na kusema sijui haogopi wala haoni aibu popote. Tushawahi kwenda katika madarasa mbalimbali Nairobi, msikiti wa Madina Center ambao sasa hivi kuna Sheikh Uwais, aitwa nani yule? Sheikh Mbaraka Awais. Pale Madina Center ilikuwa ndio msikiti wetu Ramadhani, kila Ramadhani mzee anatoa darasa pale. Na Majengo, msikiti wa Majengo nakumbuka, na msikiti wa Mabatini pale Nairobi, ilikuwa ni msikiti tunakwenda kila Ramadhani kutoa darasa. Ilikuwa baada ya darasa mzee ulizwa maswali, basi kuna maswali alikuwa asema hilo sifahamu, la adiri nisfu ilm, sijui ni nusu ya kujua. Lakini si kwamba mimi siitakidi kwa hafahamu kule, kwa hafahamu kabisa, maana yake hataki kujibu kitu ambacho hana uhakika. Ndio tafsiri ya ile sifahamu, mimi nimemtafsiria hivyo. Maana yake nataka kwenda kupata uhakika, na ilikuwa nikijua hivyo kwamba ilikuwa hana uhakika wa majibu, anakwenda, tukifika hoteli anatazama ile swali ulizwa, afu kesho asema kabla ya kuendelea na darasa na kujibu ile swali la jana. Shafanya tahqiqi. Lakini leo hatuko hivyo. Ndio ilmu yetu ipo lakini haina nguvu, ipo lakini haina baraka, ipo lakini haina mashiko. Leo kimuuliza tu hichi kitu mtu umetoa wapi, anaanza kubabaika. Lakini mambo ni kwa tahqiqi. Kubali usijue, lakini ukijua umejua kweli. Kubali haujui, lakini ukijua umejua kweli. Na ndo maana siku moja aliwahi kuniambia, nilimuuliza ili nijue nahwu vizuri soma kitabu gani na kitabu gani. Check. Akasema
Msome Ibn Hisham. Msome Ajurumi. Msome Ibn Malik. Msome Dahlani ambao ndio Ajurumi, japokuwa imeshereheshwa na wanazuoni wengi. Msome Sibawaihi. Nasema hivyo kuwataja wenye vitabu, najua na vitabu vingi, lakini kuna vitabu kanitajia hiki cha Ibn Hisham, soma hiki cha Ibn Hisham, soma hiki cha Sibawaihi, soma hiki cha kadha cha kadha cha kadha, wakunitajia. Hapo utakuwa umemaliza nahwu yote. Na alhamdulillah mimi kipindi hicho na msumbua kichwa changu kilikuwa kama tape recorder. Nilikuwa na nasa sana. Mimi nilikuwa mzee akitwalia akisema kitu kwa sauti, kesho yake au kesho kutwa yake na kiimba, na kitia sauti ya swaya kuimba kama kaswida na kiimba. Na kiimba. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa kupenda ilmu kutoka mwanzo wa utoto wake mpaka ujana wake mpaka mwisho wa umri wake. Tunasimuliwa kwamba alikuwa akicheza akikusanya majani haya, majani ya miti, alafu akisema hivi vitabu vyangu hivi vitabu vyangu, avikusanya vipanga viweka, hivi vitabu vyangu. Yuko mtoto avikusanya na viweka. Alikuwa ni mtu wa hivyo. Lakini kitu kingine watu hawakijui kwa Sheikh Muhammad Abubakar al-Burhan, ilikuwa ni mkarimu mno. Ni mkarimu mno. Akiwa hana ujui, na akiwa nacho utajua zaidi. Maanacho. Sasa hebu jiulize, kwa nini akiwa hana hujui na akiwa nacho utajua zaidi? Kwa nini vyote visiwe zaidi? Kwamba hana ukiwa hujui si ndio anacho ujue zaidi? Mbona akiwa anacho ndo unajua zaidi kuliko akiwa hana hujui? Maana yake akikipata ukitoa sana, na akikosa utoa kidogo. Unaweza ukamfuata baba na shida kitu fulani, uliza tu shingapi, kadhaa, ya mkono mfukoni, anakupa. Afu atakuuliza na kitu fulani je? Na hicho pia anakupa. Na kitu fulani je? Anakupa. Hapo ametoa sana, anacho. Lakini akiwa hana ujui, kwa sababu gani? Ukimfuata baba na shida kitu fulani, shingapi? 5,000, atakupa 3,000. Nyingine nitakumalizia. Allah. Wewe ulikuwa ni mtu wa namna hiyo. Ni mtu ambaye tuna masikitiko ya kibinadamu kumkosa kimwili, lakini tuna furaha ya kibinadamu kuwa naye kiroho. Tunasikitika kama wanadamu hatunaye kimwili, lakini tunaendelea kufurahika kila siku kwa sababu tunaye kiroho. Na kuwa naye kiroho ni kuyafanya mambo yake. Wala mtu asipate tabu kuwa na mtu kiroho. Ni vipi? Ni kukifanya anachokipenda tu, ni kukifanya alichosema mfanye tu. Basi mimi nakumbuka nilikuwa ni mtu wa safari, na kusafiri kwangu nitatoa story nyingine tofauti kidogo. Nilipewa ijaza mimi ya kusafiri na ndugu yangu mmoja, Muhammad al-Baqiri, maarufu sana huyu. Aliyempa ijaza kaka yangu yeye Muhammad al-Baqiri ya kusafiri, ndiye alinipa ijaza mimi ya kusafiri, ambaye si mwingine ni baba yetu pia, mlezi wetu, Sharif Muhammad bin Said Sharif al-Bayd. Huyu alinipa mimi ijaza ya kusafiri kwa sababu tulikuwa tukikutana naye Nairobi kwenye darasa za Ramadhani, na nilikuwa napata nafasi ya kuzungumza naye.
kwa sababu alikuwa ni mcheshi mno na yeye, na walikuwa ni marafiki wa karibu mno na marehemu mzee. Kwa hiyo katika harakati zetu za mazungumzo aliwahi kunipa ijaza kusafiri. Sasa mimi nilikuwa nasafiri sana, wakati mwingine akinipigia simu, uko wapi? Mzee, niko sehemu fulani. Basi nakuhitaji. Narudi. Kwa nikirudi huwa ananiambia lile aliloniitia. Umeelewa? Anaambia lile aliloniitia. Lakini afa ananiambia kama unahitaji kurudi tena kule mahala nenda. Anambia kwa sababu mshanitaona nikae. Sasa ukikaa mahala, alikuwa na msemo wake, alikuwa akiniambia hivi, ninapokutaka wakati wote nikupate, lakini usikae sehemu ambayo unatakiwa ukae siku zote, alafu kuna jambo unatakiwa kulifanya la muda, na ukasema kwa sababu natakiwa ukae siku zote, hilo la muda siwezi kulifanya. Nikutole mfano mwingine utaelewa. Tule mfano mwingine. Na wapenzi watazamaji pia waweza kuelewa. Nikupe mfano. Umetakiwa ukae hapa ndani kwa muda wote wewe uko hapa ndani. Sawa? Si kwa masharti kwamba ukitoka utafungwa, ukitoka hapana, lakini muda wote ukitaka ukae hapa ndani. Lakini sasa muda huo kukaa hapa ndani haujakuzuia kama kuna jambo hapo nje unatakiwa kulifanya, usilifanye, nenda kalifanye, kwa sababu hapa ndani unatakiwa ukae muda wote. Nenda kisha urudi uwepo hapa. Mnifahamu vizuri? Kwa hiyo ilikuwa hayo ndo maneno yake, na alhamdulillah tunayafuata mpaka leo, tunaishi nayo na mengineyo mengi ambayo ametuhusia. Bahati nzuri mzee alikuwa akihusia muda mrefu kabla ya kufa. Mzee alihusia miaka 20, 30 ya nyuma kabla hajafa. Baki kiasi ambacho vitu vingi tu amehusia, na vitu vingi aliviona, na aliwahi kusema kwamba hapa patakuwa hivi, hapa patakuwa hivi, hapa patakuwa hivi. Nakumbuka anasema neno la mwisho, kuna siku alimtuma Sheikh Musa Kunema ahamishe vitabu vyake kutoka juu kule msikitini, kwa kuna maktaba yake, kuileta chini, ofisi ya chini ya jengo la zamani ambao sasa limevunjwa. Wakati anahamisha, yeye anasimamia kwenye kila uingizaji wa vile vitabu, anasimamia vitabu vikiingizwa, anasimamia kuhakikisha, maana alikuwa anapenda vitabu kuliko kitu kingine chochote. Sasa ikafika hatua akasema vipangeni vizuri, ikawa vile vitabu vinapangwa vizuri. Akakaa akaanza kuvitazama, sema vitabu hivi unahitaji vipate maktaba nyingine hivyo, sababu kuna wakati patavunjwa hapa. Allahu Akbar. Alafu vitatahirika hivi vitabu. Nilikuwa napenda kutumia lugha hiyo, kutahirika. Yani vitakuwa havina mahala, havina, yani havijulikani. Sasa hatukuwahi kuudhania, lakini ilipotokea sasa maktaba ya kuvunjwa, tulikumbuka msemo. Tulikumbuka. Mzee lakini alisema, kuna siku alisema hapo. Yani maneno yake anasema kama maskhara, kama story, hutokea. Hutokea. Kuna mtu mimi aliniambia, ni rafiki yake, ni mzee wake wa karibu. Aliniambia hivi, sitamtaja jina, mzee fulani watakuwa na umri mrefu kweli. Paka leo yupo. Wallahi alazim. Huyo mzee ni mkubwa kuliko yeye, ni rafiki yake wa karibu. Na asema, huyu mzee atakuwa na umri mrefu kweli? Mpaka leo yupo. Yeye kafa shekhe huu mwaka wa 9, wenda wa 10. Alikufa 2016. Mpaka leo mwaka wa 9. Nitaka nije huko. Mnamo tarehe ngapi shekhe alifariki? Lakini twende. Ilikuwa ni tarehe 3 ile. Masikose tarehe 3 au mwezi wa 3. Lakini 2016. Kwa hiyo kuna vitu vingi ilikuwa akivisema, tunaviona vinakuwa, tunaviona kabisa. Kwa hiyo kama nilivyosema, hamalizwi, hauwezi kummaliza kwa kumuona, kumsoma kwa kumuona, kumsoma kwa kumsikia.
Yani bado kuna sehemu nyingi, pengo mingi ambao shekhe hayatazibika, kusema la kweli, hayatazibika. Na sisi tuombe Mwenyezi Mungu atujalie ni watu ambao tufuate nyayo zake. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie tufe kama alivyokufa yeye, katika kushikamana na mambo ya kheri, katika kuwa pamoja katika kheri, ndio maana yangu. Lakini pia Mwenyezi Mungu atujalie tumuige kwa kila alichokuwa nacho katika kheri, kila alichokuwa nacho katika tabia njema, si tu kuwa mtoto wa fulani ndo kuwa yeye. Si kweli. Hii neno naomba watazamaji na watu wengine walishike sana. Kuwa mtoto wa fulani sio yeye. Baba akiwa tajiri, huwezi kuwa tajiri kwa kuwa baba tajiri, mpaka uamue kabisa na wewe unataka kuwa tajiri, tena kwa kutafuta chako, ule urithi uje tu. Kwa hiyo hata ushehe haurithiwi kwamba akifa tu elimu yake atoka kichwani aja kwako. Hapana. Kuna vitu tu katika baraka zake utakuwa navyo, lakini ilmu kubwa utaitafuta wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuwa mtoto wa shekhe si kigezo kwamba wewe ni yeye, bali unatakiwa kutafuta uwewe wako ndani ya yeye. Yani ujitafute wewe kupitia baraka zake. Na ndio tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe kama yeye kwa baraka zake, na atudumishe katika kheri ambazo alikuwa akizifanya yeye. Hilo ndio kubwa ambalo namuomba Mwenyezi Mungu atujalie nalo. Naam. Sasa kufikia mpaka leo hii tunaelekea kwenye hauli yake shekhe, ni muda wa miaka mingapi toka kufariki kwake? Kama nilivyotangulia kusema, hii hauli ni nini? Hauli kwanza ni kuzungukiwa na mwaka, kitu kuzungukiwa na mwaka. Una mifugo yako kutoka umeanza kufuga mpaka mwakani tarehe kama ile ni hauli, ni mwaka pia. Maana hauli Kiarabu ni mwaka. Lakini mwaka uliopatikana kwa aina gani? Ni kwamba kile kitu kilichokianza mpaka kufika pale ni mwaka. Ni hauli ile. Na sisi tunaifanya hii hauli kwa ishara za maelekezo yake. Siku moja nilikwenda kumtembelea pale chuoni. Nasema kumtembelea kwa sababu kuna wakati nilikuwa nakaa siku moja au mbili sijaonana naye. Na bahati nzuri ambayo mimi nashukuru alhamdulillah, ikifika siku 2-3 aje niona, lazima atanitumia mtu, muiteni Abdul. Naitwa, baba mbona uonekane? Hapa nipo baba. Tukakaa tupiga story. Na si mimi tu, na wadogo zangu pia ni hivyo hivyo. Ni hivyo hivyo. Kila mmoja ana vyake vya kujielezea kwa shekhe huyu. Kwa hiyo nilipofika pale katika kuzungumza ikawa watu baada ya magharibi wanasoma burda. Ilikuwa kuna burda inaimbwa mwisho. Habibil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Akisikiliza ile akasema, kama nitakufa basi nitapenda kweli kuisikia hiyo jeneza langu wakati lapita, nisikie hiyo. Wallahi lazim sijawahi kumwambia mtoto hilo neno, lakini siku jeneza lake latoka ilisomwa hiyo, ilisomwa. Na ushahidi mwingine wa kwamba aliishiria hauli ilikuwa ikifika tarehe ya hauli ya Sheikh Muhammad Ayubu na hauli ya baba yake mzee Abubakar Burhani, siku 4 nyuma au 3 utuita sisi, na uita pia mashekhe, baba mdogo Rashid na Sheikh Samir uita. Kesho ni hauli ya Sheikh Muhammad Ayubu, kesho ni hauli ya mzee Bakari uita. Lakini ushahidi mwingine wenye nguvu zaidi kwamba aliishiria hauli, aliwahi kumuita mwalimu wetu mmoja aitwa Mwalimu Miraji pale chuoni. Ambia Mwalimu Miraji, ndaka kila siku ufanye hitma
juzuu moja umsomee baba yangu na mama yangu, alafu mwisho uhitimishe. Lakini siku nikifa mimi, kila siku na mimi unijumlishe kwenye hitima hiyo. Na alituambia sisi kwamba nimemwambia Mwalimu Miraji afanye hivi na hivi na hivi na hivi, na sisi alituachia yetu ambayo hapa soma alipake pa kuyasema. Ndio nikasema aliishiria kufanyiwa hauli, kwa sababu hauli ni kumsomea dua na visomo mbalimbali ambavyo tutamwambia Mwenyezi Mungu thawabu ya dua hizi na Qur'ani hii na swala za mtume hizi mpelekee Sheikh Muhammad Abubakar al-Burhan. Mpe. Ijapokuwa baadhi ya watu hawaitakidi hilo, lakini sisi tunaamini thawabu ni mali yako. Ukifanya kitu cha kheri ni mali yako, Mungu ukulipa thawabu. Ile thawabu ni mali yako. Kwa hiyo una uwezo wa kumwambia Mungu thawabu zangu hizi mpe fulani. Kama wewe unapopewa pesa hivi, bwana shika umefanya jambo fulani, pesa zako hizo. Kwa hiyo wewe una uwezo wa pesa zako zile usema pesa hizi nampa fulani. Au kaacha maagizo pesa hizi bwana apewe fulani. Ndio kumfikishia mtu thawabu akifa. Kuna mambo yake binafsi anayoyafanya thawabu zinakwenda kama kusema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kuna mambo ambayo twayafanya sisi kumfanyia yeye, thawabu pia anazipata, kwa sababu tumwambia Mungu thawabu ya hivi vitu tuvifanya mpe fulani. Na ndiyo maana hii hauli kila siku tunamwomba Mwenyezi Mungu iwe kubwa, na inshallah itakuwa kubwa, kwa sababu tunatamania shekhe wetu, mlezi wetu, mwalimu wetu apate thawabu zaidi kuliko sisi, sababu yeye ana nafasi kubwa ya kutuombea kwa kule aliko kuliko sisi kumuombea yeye. Sio, umefahamu hapo? Yeye kule aliko ana nafasi kubwa ya kutuombea kuliko sisi kumuombea yeye, kwa sababu tuamini itikadi yetu kwamba yeye alikuwa mtangulizi wa kumjua Mungu na kumcha Mungu kuliko sisi. Sisi kila tutakavyokuwa tumcha Mungu hatuwezi kumshinda yeye kiumri, kinamna, kiusahihi wa kumcha Mungu. Umefahamu vizuri? Kwa hiyo yeye ana nafasi ya kutuombea kwa nafasi yake ya uchamungu wake kuliko sisi kumuombea. Sisi tuna makombokombo mengi kama wanadamu wa kawaida. Umefahamu vizuri? Kwa hiyo ndio maana tunayafanya haya, tunapika chakula watu wale. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema khairu sadaqatin tutaimu ta'am, bora sadaka kulisha chakula. Kwa hiyo tutatoa sadaka hii kumtolea Sheikh Muhammad Abubakari kulisha watu chakula, thawabu zile za watu kula basi yeye azipate. Na kila ambalo tutaliona ni la kheri kumwambia Mungu kwamba thawabu za jambo hilo zimfikie yeye, tutalifanya. Na tunaomba Mwenyezi Mungu asitunyime uwezo sisi wa kulifanya hilo, na vizazi vyetu na mashekhe wetu wote ambao wametangulia mbele za haki, tusiwanyime kila kheri ambayo sisi tuifanya thawabu zake. Hapo kwenye hauli nimeona kuna baadhi ya hauli hapa mjini hufanywa kila msikiti, kila taasisi. Lakini kwa nini hii hauli ya Sheikh Muhammad bin Abi Bakr al-Burhan hufanywa katika taasisi yake aliyoasisi mwenyewe? Ili unalionaje? Hili naweza kusema kwamba hauli hufanywa sehemu nyingine, hata hii ya kesho hufanywa baadhi ya sehemu mbalimbali, na hili talitolea ushahidi. Sheikh Yusuf Kidago alinipigia simu akiniambia, baba, kwenye hauli sitakuwepo, nitakuwa Maka, lakini nitakupigia simu nikiwa Maka na sisi kule tutafanya. Sasa huu ni mfano kwamba wapenzi, wanafunzi, watu wake wa karibu waliokuweko sehemu mbalimbali na wao pia wafanya, tujue ama tusijue, lakini wao wafanya kumuombea na kuwaombea mashekhe wengine zinapofika hauli zao. Kwa hiyo hili lafanywa, si Shamsil Maarifi peke yake. Hata kuna baadhi ya matawi ya Shamsil Maarifi ambao yako mbali na Shamsil Maarifi hawakuweza kuja huku waliko wenyewe pia wanafanya. Na Sheikh Samir pia hutoa maagizo haya. Wale walio mbali kwamba hawatafika huku,
basi wafanye huko huko. Yapo hayo maagizo. Kwa hiyo yafanywa Shamsul Maarifi na yafanywa sehemu nyingine hauli. Natumia fursa hii kwa niaba ya Mahad Shamsul Maarifi Islamia na viongozi wake. Natumia fursa hii kwa niaba ya familia ya Sheikh Muhammad Bakar al-Burhani na viongozi wake, kuwaalika kila Waislamu wote popote walipo katika dunia hii, kuwaalika wafanye jambo hilo kualiko, na wengine walio karibu waje katika mambo haya ya kheri, kuweza kuwaombea Mungu mashekhe zetu waliotangulia mbele za haki, na hasa kwa munasaba wa hauli hii ya almarhum Sheikh Muhammad Bakar al-Burhani. Kwa hiyo wapenzi wa Aiwa TV, tunawaalika mutazame Aiwa TV ambayo itakuwa live katika tukio hili, lakini pia wapenzi wa Ya Salam Online TV watazame Ya Salam Online TV ambayo itakuwa live katika tukio hili kwa wale waliokuwa mbali. Lakini wapenzi wa Jua la Elimu TV pia watazame ambayo itakuwa live. Wapenzi wa Khairia TV watazame, wapenzi wa Parungu TV watazame, na nyingine online zote watazame jambo hili kwa wale watakokuwa mbali, na watazame kwa nia ya kumuombea Mwenyezi Mungu shekhe wetu huyu, kwa nia ya kuombea Mwenyezi Mungu muasisi wa jambo la kheri kama hili la Mahad Shamsul Maarifi Islamia, na tujalie na sisi sote tusife ila tumekufa katika kheri kama hii na kuiendeleza, na watakaobaki nyuma basi na wao wawe wanaziendeleza, ili na sisi tupate malipo ya muendelezo wa kheri hizo. Ni haya machache ndugu yenu Abdul Halim bi Sheikh Muhammad Abubakar al-Burhan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Salam TV.